Alhamdulillah. Mimi swali langu itakuwa labda kuna mwanamke ameolewa, lakini katika ndoa yake imekuwa ina mitihani mingi. Kwa hiyo wakafika hatua labda wakawa wanalala tofauti. Huyu analala huku, wanalala vipi? Tofauti. Huyu analala huku na huyu analala huku. Kwa hiyo kila labda mwanamke akawa anataka kuachwa na mwanaume mwenyewe anamwambia nitakuacha. Akatokea mtu katikati. Akawa anamwambia ile mwanamke, wewe achana naye tu hiyo mtu, mimi tataleta posa yako, takooa. Je, nini hukumu yake? Nakushukuru bwana. Haruhusiwi mtu yoyote tofauti. Tofauti. Alhamdulillah rabbil alamin. Haruhusiwi mtu yoyote hapa duniani kuingiza fitna na ushawishi kwenye ndoa ya watu. Hao wanandoa hata kama hawaelewani vipi, wewe mtu wa kando unatakiwa kufanya ni kuwaombea dua tu. Waombee Mungu ndoa yao amani irudi. Usitumie advantage usema kwa kuwa hawaelewani nitaelewana naye mimi. La, wewe wasaidie waelewane. Kwa hiyo anayeingiza ushawishi kwenye ndoa ya watu ili wale wenye ndoa waachane, huyo anabeba mzigo mkubwa sana wa dhambi. Na Mwenyezi Mungu anamsubiri huko siku ya kiyama kwenda kumlipa. Na baya zaidi, akifanikiwa hiyo fitna ikafaulu, hawa wanandoa wakaachana, ndoa ikafa, kwanza ana madhambi ya kuua ndoa ya watu. Kuua ndoa ya watu ni haramu ittifaka, ndoa ya watu. Wabitali, baada ya kuachana hawa watu, si walikuwa hawapendani? Ndio maana wanalala tofauti. Si hawalewani. Sasa kipindi hichi ambacho wanalala tofauti, huyu mwanamke akaamua bora kwa kuwa sijaolewa nifanye uzinifu, sio? Akafanya uzinifu, waliaadhu billahi taala. Madhambi ya ule uzinifu anabebeshwa huyu alofanya fitna, ndoa ikafa. Allahu akbar. Huyu ndo kabeba mzigo huo. Na huyu mume, kuna watu wanabeba hivi dhambi Sheikh. Ndio, waliaadhu billahi taala. Wapo wanabeba hivi sana. Ikhtisaran shadida, ndoa ya watu hata kama ina misuguano inafika mbinguni, wewe mtu wa kando waachie ndoa yao, na ukiwa mtu wa kheri waombee Mungu ndoa yao ipone itulie. Usiingie katikati kushawishi ili ife. Unaua jambo kubwa sana ambalo Mwenyezi Mungu hatakuacha salama. Wallahu a'lam. Kuna swali kutoka katika mtandao linasema hivi: baba amekwenda pembeni akapata mtoto